Licha ya mengi aliyopitia na kesi zinazomkabili, kila anayefuatilia historia ya muziki ulimwenguni anakubali kuwa P Diddy ni moja kati ya nyota kubwa kuwahi kutokea katika historia ya muziki nchini Marekani na pengine ulimwenguni kote. Kwa miongo kadhaa ameweka historia ambayo haiwezi kufutwa kwa kesi wala kifungo atakachotumikia. Nyota huyo alionyesha uwezo mkubwa katika biashara ya muziki tangu akiwa kijana mdogo sana. Kwa sasa jina P Diddy linamaanisha matatizo na kesi, lakini jambo la kushangaza ni kwamba hili si jambo jipya, kwani hata umaarufu wake ulikuwa kwa kasi katika miaka 90 kutokana na tukio moja baya lililochukua uhai wa watu. Tukio hili linabaki kuwa msingi wa jina P Diddy kuongelewa sana katika vyombo vya habari na hatimaye kumfanya kuwa mtu anayefahamika sana katika biashara ya muziki. Ni tukio gani hilo? Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako. Mnamo Disemba 28 mwaka 1991, maelfu ya watu walikusanyika kujaribu kutazama mchezo wa hisani wa mpira wa kikapu uliotakiwa kufanyika katika chuo kinachoitwa City College kilichopo jijini New York. Tukio hili lilitangazwa sana na Sean Diddy Combs akishirikiana na mwanamuziki mwingine aitwa Heavy D ambaye jina lake halisi ni Dwight Arrington Myers. Hata hivyo, tukio hilo lilibadilika baada ya takribani watu 5,000 kujaribu kujazana ndani ya ukumbi wa mazoezi ambao ulikuwa na uwezo wa kuchukua nusu tu ya idadi hiyo. Sehemu ya umati ambayo haikuwa imeingia ndani ya uwanja ilivamia eneo la mapokezi kupitia ngazi zinazoelekea kwenye ukumbi huo na kutaka kuingia kinguvu, lakini huko pia milango ilikuwa imefungwa kwa takriban dakika 15. Mamia ya watu walianza kusukumana wakitaka kufungua mlango, jambo lililopelekea watu wengine kuanguka na kuanza kukanyagana. Kutokana na hilo, watu 9 walipoteza maisha na karibu watu 30 walijeruhiwa vibaya sana. Miaka kadhaa baadaye, tukio hili la kutisha likaelezewa katika makala ya Netflix inayoitwa Sean Combs The Reckoning iliyotoka mnamo Disemba 2 mwaka huu, ikiandaliwa na mwanamuziki 50 Cent ambaye pia ni hasimu mkubwa wa P Diddy. Tukio hilo ambalo Diddy na Heavy D ambaye alifariki mwaka 2011 waliandaa na kulitangaza sana, lilihusisha mchezo wa hisani wa mpira wa kikapu ambapo wasanii kadhaa waliokuwa wanaibuka wakati huo akiwemo Run DMC, Joyce na Boyz II Men walitakiwa kushiriki katika mchezo huo. Kulingana na gazeti la Los Angeles Times, waandaaji pia walisema kuwa sehemu ya mapato ya tiketi hizo ingetolewa kusaidia shirika la kupambana na ukimwi duniani. Tukio hili lilipata umaarufu mkubwa na likavutia maelfu ya watu. Ukumbi wa mazoezi wa chuo hicho uliweza kuchukua watu 2,730 tu, lakini watu takribani 5,000 walijaribu kuhudhuria. Kwa mujibu wa New York Times, kufanikiwa kwa tukio hili hakukuwa juhudi za Heavy D peke yake, bali P Diddy ambaye tangu akiwa na umri wa miaka 19 tayari alikuwa kesha kuwa na uzoefu mkubwa wa kuandaa tafrija zinazovuma na kuwa habari ya mjini katika maeneo ya New York. Kwa mujibu wa makala hiyo iliyoandaliwa na 50 Cent, nyumbani kwa kina P Diddy palikuwa sehemu ya kufanya tafrija, yani party, kwani mama yake aitwa Janice alikuwa akiandaa party zilizofanya vizuri sana wakati huo. Hivyo ni kama P Diddy alijifunza namna ya kuandaa party kutoka kwa mama yake. Mnamo saa 11 jioni, mamia ya watu tayari walikuwa wameingia ndani ya ukumbi, huku maelfu wengine wakisubiri nje ya eneo la mapokezi nje ya jengo. Tiketi zikaisha kwa haraka sana, tofauti na vile lilivyotarajiwa, huku maelfu ya watu wakiwa nje bado wanasubiri, wakitarajia kuingia ndani kutazama mchezo huo. Kabla mchezo haujaanza saa 2 baadaye, watu waliokuwa nje waliamua kuvamia eneo la mapokezi wakijaribu kuingia kwenye ukumbi kupitia ngazi. Milango iliyokuwa chini ya ngazi hiyo haikufunguka kuelekea ndani kwenye ukumbi, badala yake ilikuwa ikifunguka kurudi nyuma eneo walikotokea umati.
Kwa takriban dakika 15, milango hiyo ilibaki imefungwa na kusababisha watu hao kuendelea kuongezeka katika sehemu ya kusubiria ukumbi, huku wakiwaziba wale waliokuwa mbele, ambapo hawakuweza kuingia ndani wala hawakuweza kurudi nyuma. Hali ikaanza kuwa mbaya. Umati uliendelea kuongezeka na watu kadhaa wakazidi kubanwa vibaya. Mchezo ulipoanza saa 1 jioni, watu kadhaa walikuwa tayari wamejeruhiwa na hatimaye watu 9 wakapoteza maisha kwa kukosa hewa na kukanyagwa. Baada ya wahudumu wa dharura kufika eneo la tukio, waliwahudumia watu kadhaa waliokuwa wamebanwa na kupata majeraha kutokana na kukosa hewa. Watu 8 wakafariki papo hapo eneo la tukio na mwingine mmoja alifariki baada ya kufikishwa hospitali. Zaidi ya hapo, watu wengine 30 waliendelea kupatiwa matibabu. Katika uandaji wa tamasha hilo, Diddy aliungana na msanii Heavy D kuwahamasisha watu kuhudhuria. Walitangaza tukio hilo kupitia vituo vya redio vya eneo hilo na kulifanya lijulikane haraka sana, huku kila mtu akiogopa kulikosa, kwani lilikuwa tukio la kihistoria. Muda mfupi baada ya mkasa huo kuonyeshwa katika vyombo vya habari, watu walianza kujiuliza ni nani aliyekuwa na hatia. Diddy ili ajitoe katika shida, aliitisha mkutano wa waandishi wa habari na kutoa tamko kuhusu tukio hilo. Diddy alisema, "Ndoto yangu kwa jioni ya leo ilikuwa ni kuleta tukio chanya kwa watu wangu, kwa watu wa umri wangu na kwa watu wa jamii yangu. Lolote linalopaswa kufanyika lifanyike ili kuhakikisha kwamba hili halitotokea tena kamwe." Miaka ya baada ya P. Diddy alikuja kueleza kile kilichotokea katika mwaka huo na akasema kwamba ni jambo ambalo nakabiliana nalo kila siku ya maisha yangu, akimaanisha kwamba jambo hilo lilimhuzunisha sana na ni kovu ambalo kila siku analikumbuka. Na baada ya tukio hilo, Diddy aliendelea kusema, "Lakini mambo ninayopitia hayawezi hata kwa mbali kulinganishwa na maumivu ambayo familia zimepitia. Ninawaombea familia na kuwaombea watoto waliopoteza maisha kila siku." Sasa baada ya tukio hilo kutokea miaka ya 90, kila mmoja akaanza kujiuliza, huyu P. Diddy ni nani? Katika maelezo yake, Diddy baadaye alikuja kusema, "Hivyo ndivyo nilivyoanza kuwa maarufu kwa kweli, kupitia janga." Baada ya uchunguzi wa mkanyagano huo, polisi walikataa kufungua mashtaka ya jinai, kwani P. Diddy na Heavy D hawakuonekana kuwa na kosa la moja kwa moja. Hata hivyo, Diddy pamoja na Heavy D walikabiliwa na kesi kadhaa za madai kutoka kwa familia za waathirika katika tukio hilo, na kesi hizi zilitembea kwa miaka mingi sana. Familia kadhaa ziliwasilisha mashtaka dhidi ya P. Diddy, Heavy D, chuo hicho pamoja na serikali ya jimbo la New York. Mnamo mwaka 1998, jaji aliamua kesi hizo kwa malipo ya jumla ya dola za Kimarekani milioni 3.8 kwa mujibu wa The New York Times. Katika kiasi hicho cha fidia ambacho kingeenda kwa familia za waathirika, Sean Combs ambaye ndiye P. Diddy alilipa takriban 20%, ambayo ni sawa na dola za Kimarekani 750,000. Wakati huo serikali, Heavy D, kampuni ya ulinzi na jiji la New York walilipa sehemu iliyobaki. Mwaka huo 98, jaji mwingine aligundua kuwa P. Diddy na Heavy D walikuwa na hatia kwa 50%, akisema kuwa wao walichangia moja kwa moja kusababisha majeruhi na vifo hivyo kwa sababu hawakufanya maandalizi mazuri kulingana na matangazo waliokuwa wameyafanya. Tangu hapo P. Diddy aliendelea kuwa maarufu, nyota yake ilizidi kupaa, lakini jambo moja kwa hakika limekuwa likitokea, ni matatizo kumfuata kila anapokwenda na watu waliomzunguka kupata matatizo kila kukicha. Lakini mtu mmoja tu alikuwa akibaki salama, na si mwingine ni P. Diddy, mpaka alipokuja kukamatwa mwaka 2024. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine. Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako.